Watazamaji wa media yetu ya KEMETZ, leo naenda kuwapa elimu inayohusiana na ugonjwa wa homa ya ini, lakini leo tunaenda kuona ni ile homa ya ini inayotokana na utumiaji wa pombe uliokithiri. Kwamba kinywa pombe kupita maelezo, kupita kiasi na kwa muda mrefu, unakuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya ugonjwa wa homa ya ini. Kwa hiyo sasa, sio kila anayekunywa pombe anakuwa kwenye hatari ya kupata huu ugonjwa wa homa ya ini. Manake hapa, yani kwa kawaida ni yule mtu ambaye anakunywa kwa siku chupa 8 mpaka 10. Anakuwa kwenye hiyo hatari ya kupata changamoto ya ugonjwa wa homa ya ini. Kule nyuma tuliona kwamba homa ya ini inayotokana na virusi, basi leo tunaenda kuona homa ya ini inayotokana na unywaji wa pombe uliopitiliza. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vinachangia kwa yule ambaye anakunywa pombe, hiyo nilosema kwa maana chupa 8 mpaka 10 kwa siku. Ukijumlisha sasa na uzito uliokithiri kwa maana ya obesity, iwe kwa mwanaume au mwanamke. Kwa hiyo anakuwa kwenye hatari zaidi tofauti na yule ambaye yeye anakunywa tu hizo chupa zake za bia 8 mpaka 10 kwa siku. Kwa hiyo ndio sababu. Kwa hiyo sasa hizo bia au hizo pombe unazozitumia, manake zinaenda kuharibu ule ukuta wa ini na kupelekea ini kupoteza ufanisi wake wa kufanya kazi. Baada sasa ya kuona maana yake na kisababishi chake pamoja na nyongeza ya kihatarishi, twende tukaone dalili zake zikoje. Dalili zake ni kama homa ya ini nyingine ambayo tuliokwisha kuiona, kwa maana inayosababishwa na virusi. Kwa maana dalili kuu manake kuwa na manjano. Na manjano hapa sana sana ni kwenye macho. Lakini pia choo inaweza ikawa ya njano kupitiliza. Lakini cha kwanza kabisa ni macho kuwa ya njano. Sawa, ikiambatana sasa na hizi dalili nyingine: maumivu makali ya kwenye tumbo upande wa kushoto kwa juu, alafu wengine kupungua uzito, pia kuvimba miguu au kuvimba tumbo, kupoteza hamu ya kula, kichefuchefu na kuhisi kuchoka. Mara chache sana inaweza ikaangukia sasa, ambao sasa ukiona tu imeangukia hii, sasa ujue changamoto ndio ipo kubwa zaidi. Kwa maana ya mwili kuwa na homa, kwa maana kupandisha joto kali, mapigo ya moyo kukimbia kuliko kawaida, tunaita rapid heart rate. Pia ukiguswa kidogo tu unakuwa unachubuka, kwa maana kwenye ngozi yako vimichubuko tu. Umeguswa kidogo basi unakuta ngozi inachubuka. Kwa hiyo ukishaona unapitia hizo dalili, basi wahi hospitalini. Usisubiri, wahi mapema upate matibabu, maisha yasonge. Homa ya ini inatibika bila kujalisha ni aina gani ya kisababishi kimetokea. Ukiwahi basi utapata matibabu kwa ufasaha na kuepusha madhara ambayo yanaweza kutokea endapo utachelewa kupata matibabu. Kwa hiyo ukifika hospitali basi
utashughulikiwa na utapata matibabu vizuri. Kuna vipimo pale utapimwa, kuna choo kubwa, kuna vipimo vya damu, kuangalia hilo ini lako linaendeleaje. Pia watakucheki maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia utacheki virusi pia vya homa ya ini ili kujiridhisha kwamba je, sababu ni pombe au pia una virusi hivyo vya homa ya ini. Kwa hiyo ukishagundulika basi utapata matibabu na utaendelea kuishi kama wengine wanavyoishi. Ukishagundulika una hiyo changamoto, usikate tamaa. Endelea kuishi vizuri, kula vizuri, sawa. Na hapa wanashauri sana watu wenye hizi changamoto wale sana vyakula vyenye asili ya vitamins. Vitamins wanatakiwa wale sana bila kusahau na proteins kwa mbali, sawa. Na kushauriwa pia kama ulikuwa mtu wa pombe, basi uache pombe. Pia ni sehemu ya kujiimarisha vizuri zaidi. Basi kwa leo natumaini tumepata hiyo elimu nzuri, fupi ya kueleweka ambayo ni homa ya ini inayotokana na unywaji wa pombe. Kwa hiyo ukiona wewe unakunywa pombe hizo chupa 8 mpaka 10 kwa siku, basi ujitafakari. Uone unapoelekea sipo kuzuri. Sawa. Mlikuwa nami mtaalamu wenu Dr. Kenny. Msisahau kusubscribe, kushare na kucomment.